Katika kuunga mkono juhudi za kuboresha afya ya watoto nchini, shirika la bima la taifa NIC limetoa msaada wa shilingi milioni 5 kwa kituo cha utafiti cha NIMR kilichopo jijini Mwanza kusaidia watoto wanaokabiliwa na utapiamlo mkali. Akizungumza baada ya bodi ya wakurugenzi wa NIC kutembelea kituo hicho na kukabidhi hundi ya msaada huo, mkurugenzi wa masoko na mawasiliano wa shirika hilo Karim Meshak amesema kuwa hatua hiyo ni sehemu ya sera ya shirika ya kurudisha kwa jamii, hususan katika maeneo ya afya, mazingira na kusaidia watu wanaoishi katika mazingira magumu. Amebainisha kuwa wanatambua mchango mkubwa wa NIMR katika kulinda afya za Watanzania, hivyo kusaidia kituo hicho ni kuwekeza katika maisha ya kesho ya taifa. NIC tunaongozwa na sera ya kurudisha kwa jamii, yani CSR, lakini pia tuna sera ya udhamini. Sasa kwenye eneo kama na moja kati ya mada ambazo zinatuongoza katika utoaji wa CSR ni pamoja na maeneo ya afya, mazingira na watu wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa hiyo na pamoja na elimu. Sasa afya kwa maana ya NIMR ya taasisi ya utafiti katika masuala yao ya msingi wanayoyafanya katika kuhakikisha kwamba wanafanya utafiti juu ya magonjwa na mambo mbalimbali, basi tukaguswa na hili swala la kuangalia eneo la watoto wenye utapiamlo mkali. Kwa hiyo tumeguswa na tukaona kwamba ni lazima tulete kidogo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba eneo lao la utafiti na shughuli hii wanaoifanya inafikia malengo mahususi. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya lengo hilo kuhakikisha kwamba NIMR hawapati changamoto yoyote katika eneo hili ambalo lina maslahi mapana kwa taifa, kwa sababu watoto wenye utapiamlo mkali maana yake ni taifa letu la kesho. Lakini pia wameenda mbali zaidi, wanaangalia pia maendeleo ya akili na ubongo. Kwa hiyo sisi kuleta hiki kidogo tulichokileta maana yake kinaenda kusaidia kujibu changamoto ambayo imejitokeza katika mazingira ambayo wao wanayafanyia utafiti. Kwa hiyo hilo ndio lengo kubwa, lakini hii ni ziara ya board. Kwa pamoja na board na management ya NIC tumefika hapa kuhakikisha kwamba tutafikisha msaada huu mdogo ambao tunao kwa ajili ya kutimiza lengo ambalo NIMR wanalo, kuhakikisha kwamba watoto wenye utapiamlo mkali wanapata matibabu na kurudi katika afya zao za awali kwa ajili ya taifa la kesho na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Kwa upande wake, mkuu wa kituo hicho Dr. Safari Kinongi amelishukuru shirika hilo kwa kutoa msaada huo na kuahidi kuendelea kushirikiana katika masuala mbalimbali. Tunashukuru sana kwa kutukumbusha kwamba hivi vifaa vyetu tulivyo ambavyo vingi ni vya mamilioni ya pesa vinahitaji. Kwa hiyo kwa hayo machache ningependa kwanza niwashukuru sana kwa kuja kwetu na mmethibitisha kwamba mnaweza mkawa wadau wazuri katika kufanikisha hizi tafiti, lakini kwa ujumla wake katika kulinda afya ya Watanzania. Kwa hiyo karibuni sana nyingine mkipata nafasi, lakini vile vile nawatakia kila la heri katika ziara yenu. Naamini mnatembelea maeneo mengi katika kanda ya Ziwa. Katika hatua nyingine, bodi hiyo pia imetembelea katika ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Geita, mkoa wa Geita, ambapo mkurugenzi wa manispaa hiyo Yefred Mienzi ametoa rai kwa shirika hilo kuifikia jamii katika maeneo mbalimbali na kutoa elimu ili wananchi waweze kulitumia zaidi shirika hilo katika suala zima la bima. Tunahitaji hasa tuwekeze kwenye hilo eneo, lakini we have to beat up with technology. Kumbuka zamani ilikuwa ni rahisi kweli kusikiliza redio. Teknolojia sasa inatutaka na sisi tujitransform, twende huko huko. Kile wanachokipenda na sisi tuelekeze elimu yetu huko huko. Hata kudhamini shughuli mbalimbali itokeza kudhamini, lakini pia hata kutafuta mabalozi. Watu wanatafuta mabalozi wa brandi zao. Hao kama watu wanataka wamuone sana msanii fulani, then wewe msanii sisi tumtumie naye awe ni ambassador wa bima NIC. Kwa hiyo basically tutafute namna ya kupackage sasa upya bidhaa yetu hii ambayo kwa sasa ina competition kubwa tofauti na ilivyokuwa zamani. Kwanza ina competition na washindani wetu kwenye biashara, lakini ina competition na teknolojia, kwamba kile ambacho watu wanatamani kukiona na kukisikia
sicho hiki ambacho sisi tunakitoa kama product yetu. Competitiveness iongezeke, kuwe na ushindani kama ule, mtu aone kwamba akiwepo bima NIC na akiwepo huku kwingine is more or less the same, ama huku anapata hata faida kubwa zaidi, aonyeshwe kwamba he is more secure akiwa na NIC kuliko pengine huko kwingine na kadhalika, kwamba serikali iko behind. Kwa hivyo serikali inatoa more guarantee, serikali haifi, iko pale pale. Shirika lina dissolve, unaweza mkadissolve kampuni ya mtu so and so insurance company, baada ya muda biashara haijaenda sawa sawa, hakuna mjomba hapa kuinject fund. Sisi huku tumekwenda mambo hayajaenda, huku inabidi tunageuka, jamani huko vipi? Kahati fungani huko kanauzwa, tunaletewa sisi, tunaendelea kusurvive. Ndio maana haya ni mashirika ambayo kimsingi lazima yaendelee kuwepo, yapo, lakini ili pia na sisi tuwe competitive na tuendelee kuwa relevant, manake we must dance according to the tunes zinazoenda kwenye jamii bila kupoteza ule uasili wetu kama taasisi ya umma.